Karne nyingi zilizopita, wamisionari kutoka Ulaya walikuwa na shauku kubwa ya kueneza Ukristo nje ya bara lao. Miongoni mwao walikuwepo mapadri na watawa wa shirika la Holy Ghost Fathers, pia waliitwa Roho Mtakatifu. Mnamo mwaka 1868, kundi la wamisionari hawa lilifika katika pwani ya Afrika Mashariki kupitia kisiwa cha Zanzibar. Waliongozwa na padri maarufu aitwaye Antoine Horner. Walipofika, hawakukuta mazingira rahisi. Kulikuwa na biashara ya utumwa ikiendelea, magonjwa yalikuwa mengi, jamii zilikuwa na imani zao za jadi, lakini hawakurudi nyuma. Kanisa la kwanza, Bagamoyo. Baada ya Zanzibar, wamisionari walivuka hadi bara na kufika eneo la Bagamoyo, mahali muhimu sana kihistoria. Hapa ndipo walipoanzisha kituo chao kikuu na kujenga moja ya makanisa ya kwanza ya Kikatoliki bara Tanzania, liitwalo Old Holy Ghost Mission. Kanisa hili lilijengwa mwishoni mwa karne ya 19, karibu mwaka 1870 hadi 1890. Na likawa kituo cha kwanza cha uinjilishaji, mahali pa kufundisha dini na elimu, kimbilio la watumwa waliokombolewa. Ndani ya eneo hilo pia kulikuwa na shule na makazi ya wamisionari. Jinsi walivyoeneza Ukristo kutoka Bagamoyo, wamisionari walianza kusafiri kwenda maeneo ya ndani ya nchi. Walitumia njia za misafara ya biashara, walijifunza lugha za wenyeji, walianzisha shule na vituo vya afya. Walihubiri si kwa maneno tu, bali pia kwa huduma, elimu, matibabu, msaada kwa wahitaji. Hii iliwafanya watu wengi kuanza kuvutiwa na Ukristo. Changamoto walizokutana nazo, safari yao haikuwa rahisi. Magonjwa kama malaria yaliua wamisionari wengi, upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii, mazingira magumu ya kijiografia, hatari kutoka kwa wafanyabiashara wa watumwa waliokuwa wanapinga kazi yao. Lakini waliendelea. Ukuaji wa kanisa Katoliki Tanzania kadri miaka ilivyopita. Makanisa mengi yalijengwa, mapadri wa Kiafrika walianza kupewa nafasi, waumini waliongezeka. Leo, kanisa Katoliki ni moja ya taasisi kubwa zaidi nchini Tanzania, likiwa na shule nyingi, hospitali, makanisa karibu kila mkoa. Fikiria mashua ndogo ikitua kwenye ufukwe wa Bagamoyo, ikiwa imebeba watu wachache wenye imani kubwa. Hawakuwa na uhakika wa kesho, lakini walikuwa na kusudi. Kutoka hatua hiyo ndogo, historia kubwa ilianza. Leo hii, makanisa mengi unayoona Tanzania yana mizizi yake katika hatua ile ya kwanza ya wamisionari kule Bagamoyo, mahali ambapo imani ilipandwa na baadaye kuota na kuenea nchi nzima.